Zamani zile za ujinga, Mungu haijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali, anaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Zamani za ujinga Mungu haizifanya hazioni, lakini sasa anatuagiza watu wa kila mahali tuweze kutubu. Toba ni agizo la Mungu. Toba ni agizo la Mungu kwa watu wote. Kutubu ni Kristo ananiamuru, anakuamuru na wewe pia. Lakini anasema kuna maisha ulioyaishia. Anasema kuna maisha ulioweza kuishi mwanadamu, Mungu alijifanya hayaoni. Ulipokuendelea kutenda uchafu wa kila namna, udanganyifu wa kila namna, Mungu alikuachilia vivyo vivyo. Lakini saizi anakuamuru, ananiamuru uweze kutubu, maana ni nyakati za hatari. Tuko nyakati za mwisho, tuko nyakati za magonjwa, tuko nyakati ambazo hujui utakufa lini, haujui kesho yako. Kristo anasema ni heri ukafa ukiwa umetubu, ni heri afae katika Bwana na mwapate kupumzika juu ya taabu zake zote, juu ya taabu zake zote. Lakini anasema heri ufe tu katika Bwana. Ndipo Bwana Yesu Kristo ambaye ndio mkombozi wetu anaamuru watu wote waweze kutubu, watu wote waweze kumwamini. Ni wakati wa kumwamini Yesu Kristo, ni wakati wa kusikiliza Injili, ni wakati wa kuachana na mambo ya dunia, maana iko hukumu, ipo hukumu, lipo ziwa la moto. Hivyo Mungu anaamuru toba. Anajua ya kwamba ukifa katika uovu utaenda kuwa mgeni wa nani? Yeye Mungu ndiye muumbaji, yeye Mungu ndiye aliyesababisha kila kitu unachokiona, ninachokiona. Ndipo anasema kila mwanadamu wa kila mahali, au wa kiume au wa kike, aweze kutubu. Toba pekee, toba pekee ndiyo inatuunganisha na Mungu, ndiyo inakukaribia na Mungu, ndiyo inatuweka pamoja na Mungu. Usipotubu unakuwa ni adui, unakuwa ni adui wa Mungu. Unaweza ukaanza kutafuta kuona nene kuroga, unaweza ukaanza kutafuta mchawi, kumbe ni wewe mwenyewe uko mbali na uso wa riziki, uko mbali na Muumba wako, uko bize na mambo yako. Ndipo Mungu anasema na wewe, anasema katika kanuni, katika vitu ulivyovisahau. Umesahau maisha ya toba, umesahau kutubu, wewe umejisahau, wewe umejisahau. Yafaa ugeuke. Unaposikia Injili, ni Injili ya Yesu Kristo, inatoa wokovu kwa watu wote. Kwa nini tunatubu? Kwa sababu mwanadamu tunazaliwa tukiwa na asili ya dhambi. Wanadamu tunazaliwa tukiwa na dhambi ya Adamu. Hivyo tunakuwa ni machukizo mbele za Mungu, tunakuwa tumefarakana na huyo muumbaji wetu. Ndipo na anasema ya kwamba ili tuweze kupatana, ili aweze kutupatanisha, ni lazima tutubu, ni lazima tumwamini yeye, tumwamini Yesu Kristo ambaye ni mwana wake pekee aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Maana tulikuwa ni kondoo tuliopotea, tulikuwa kama kondoo tuliopotea, hatuna mchungaji. Ndipo Mungu akatuhurumia, Mungu akaturehemu kwa kumtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili aweze kutuokoa. Yesu Kristo pekee ndiye aliyepewa mamlaka ya kuweza kuokoa mtu mwenye dhambi. Na Yesu Kristo alipokuja duniani, nao walikufa. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo 26, ule
mstari wa 28 unathibitisha wazi ya kwa Yesu Kristo alikufa. Anasema hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa wengi kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika ili vijana tuache kuzini. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa hiyo kazi. Ukiamini hivyo utaepuka uzinzi. Ukiamini hivyo utaachana na uchoyo, utaachana na uchawi, chuki, hasira, fitina, faraka. Ukiamini kile Yesu Kristo ametuaminisha yeye ni leo, anasema kwa kupigwa kwake ili sisi sote tupone. Lakini kuipita njia ya Yesu Kristo ni lazima tutubu, ni lazima utubu, ni lazima nitubu. Tunaona mhubiri wa kwanza kupitia Agano Jipya ambaye ni Yohana Mbatizaji anaanza kwa kuhubiria watu toba na ondoleo la dhambi. Anasema katika wakati Yohana Mbatizaji alianza kupaza sauti yake akiwa mlima wa Yordani akisema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake, maana yeye ni Mungu, yeye ni mkuu, yeye ni mkubwa kuliko hata mimi. Tunaona Yesu Kristo naye amezaliwa, naye amekuwa, ameweza kumhubiria mwanadamu. Ukisoma ile Mathayo 4:17 inasema tokea wakati ule Yesu Kristo alianza kuhubiri akisema, tubuni, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa nini tunahimizwa kutubu? Kwa sababu tumetenda dhambi vya kutosha ili kuweza kusamehewa, ili kuweza kuepukana katika utumwa. Ni lazima utubu, ni lazima uungame dhambi zako kwa Yesu Kristo. Andiko la wazi yanasema yeye akichae dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye ajiungamaye na kuziacha atapata rehema. Ipo rehema kwa yeye ambaye ataungama dhambi zake. Yupo aliyesamehe, upo msamaha kwa yeye atakaye kubali kumwamini Yesu Kristo. Tunaokolewa kwa imani, hautoi chochote, hatuokolewi kwa matendo, tunaokolewa kwa imani, kwa kuamini kazi ya msalaba. Uko wokovu kwa vijana, uko wokovu kwa mabinti, uko wokovu kwa wakubwa na wadogo, ila lazima tuamini kwanza. Lazima uamini ya kwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, ya kwa Yesu Kristo alikufa akafufuka kwa ajili ya dhambi zetu. Alikufa kwa dhambi zetu, alifufuka ili na sisi tuweze kuokolewa. Ndugu yangu, popote unaposikia sauti, ni jambo la kuaminika kabisa ya kwamba wewe una dhambi, wewe umetenda uasi mbele za Mungu. Ya sasa uweze kutubu. Tumeona Yohana Mbatizaji anahubiri toba, tumemwona Yesu Kristo naye anahubiri toba, hata mitume pia walihubiri toba. Walipohubiri Injili, ndugu zao wakauliza, wakasema, tutendeje ndugu zetu? Akasema, tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu Kristo, ndipo uovu hautakuwa juu yenu, mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Yupo Roho Mtakatifu anakaa kwa mtu yule ambaye ataiamini Injili na kutubu. Ukiamini Injili na kutubu dhambi zako zote ulizozitenda, Roho Mtakatifu atakuongoza usifanye moyo wako kwa mgumu. Wapo nao kuwa na viulizo, wanasema inawezekanaje mtu kutokuwa na dhambi? Nataka nikwambie kwa akili zetu hatuwezi, lakini ukimwamini Yesu Kristo inawezekana kuishi maisha matakatifu. Ukimwamini Yesu Kristo inawezekana kutokuiba. Ukimwamini Yesu Kristo inawezekana kutokuzini. Kwanza ni kuamini, lazima uamini ya kuwa anahubiri neno la Kristo, ya kuwa anayesema anamsema Yesu Kristo. Ninamtangaza Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Yesu Kristo, kile kitabu cha Mathayo 4 ule mstari wa 17 anatudhihirishia, anasema
tokea wakati alianza kuhubiri akisema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Njia pekee ya kuingia ufalme wa mbinguni ni kutubu. Hakuna njia nyingine tuliyopewa wanadamu zaidi ya kutubu. Usije ukajidanganya ya kwamba utatoa chochote, ya kwamba unapotaka kufa utaita sindano ya pombe. Hakuna mfano wetu. Lazima uungame dhambi zako, lazima muamini Yesu Kristo, utubu ukiwa nzima, utubu ukiwa na akili njema, utubu ukiwa na afya yote, utubu ukiwa na nguvu zote. Ndipo Yesu Kristo kwa huruma zake atakupea imani uweze kusimama. Ndugu yangu, popote unapoisikia sauti, wakati wa kuungama dhambi ni sasa. Wewe wakati wa kuungama dhambi ni sasa. Ukiendelea kushupaza shingo lako, ukiendelea kufanya moyo wako kuwa mgumu, yupo mtu anaitwa Jehanamu, kipo kisiwa cha moto ambapo anasema aminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Ipo hukumu kwa yeye asiamini. Asiamini ni nani? Ni yule asipoungama dhambi zake, ni yule asiyeungama dhambi zake. Ewe dada, ewe kaka, mwamini Yesu Kristo. Umeamini vitu vingi, ndio wafanya vyema, lakini sasa ni wakati wa kumwamini Yesu Kristo. Yeye ndiye mkombozi, yeye ndiye mwokozi. Ile jina na tuliopewa wanadamu wote ulioko chini ya mbingu liwezalo kutuokoa, liwezalo kutuongoza kwa uweza wake, liko na nguvu. Mwamini Yesu Kristo. Wewe mwamini Yesu Kristo atakuponya. Mwamini Yesu Kristo atakuondolea uovu wote uliokwisha kutenda. Ataondoa tamaa ya uzinzi. Vijana mmetawaliwa na uzinzi, ni kwa sababu mmeifanya mioyo yenu kuwa migumu, mmeikataa Injili, mmegeukia dunia. Ndugu yangu, hii dunia inapita. Walikuwepo vijana kama wewe, walikuwepo sasa ni wazee, hawajiwezi kwa lolote, lakini walihubiriwa kama wewe. Ndugu yangu, mwamini Yesu Kristo. Yesu anakuita, Yesu anaita kwa kunyenyekea, anaita kwa upole, lakini upe wakati atavaa uso wa ghadhabu yake. Atanihukumu nisiamini, atakuhukumu wewe siamini. Wewe unaufanya moyo wako kwa mgumu, wewe unategemea wanadamu, wewe unategemea waganga, Mungu atakuhukumu. Yesu Kristo pekee, yeye ndiye mganga, yeye ndiye mponyaji. Mwamini Yesu Kristo aweze kukuponya. Mwamini Yesu Kristo aweze kukutoa katika tabu uliyo nayo, maana Yesu Kristo yeye ndiye aliyezaliwa kuja kuondoa katika kila aina ya tabu, katika kila aina ya shida, ili tuweze kuwa huru. Akuondoe katika vifungo. Hili jina linafungua, hili jina linaponya kwa yeye aliyefungwa, linaponya kwa yeye aliyefungwa, linapoza kwa yeye aliyelemewa na magonjwa. Yesu Kristo ni jina la hakika kwa kila kiumbe. Yesu Kristo anaokoa, hata sasa anaweza kuokoa. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kusikia Injili. Tengeneza imani, weka imani katika neno la Kristo uweze kuokolewa. Basi ninaenda kuomba kwa uwezo wa Mungu, lakini kama unahitaji kuomba pamoja nami, unasumbuliwa katika shida, nimesema kwamba Yesu Kristo anatatua shida ya kila namna. Sihitaji nijue ni shida gani, yeye ndiye anaye siri, lakini ukiwa unaamini yeye anatatua. Nenda kuomba kwa uwezo wa Mungu. Asante Mtakatifu, wewe mwezeshi Bwana, unawezesha tukaweza kunena mahali hapa Bwana. Na mwezesha watu wako, wezesha Bwana jamii yote, neno lako likaweze kupika kwa sababu mapenzi yako. Nao ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.